Nimefurahishwa na kazi inayofanywa na wenzetu wa utafiti. Hatuwezi kufanya mageuzi bila utafiti. Hatuwezi. Hiyo wala hata tusijidanganye. Hatuwezi kufanya mageuzi bila utafiti. Na Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza ametoa uelekeo na amefanya kwa vitendo kwa kuongeza bajeti ya utafiti. Utafiti tena sio kijiwe. Utafiti sasa ni jambo ambalo ni kipaumbele ndani ya serikali, lakini na bajeti zimeonyesha. Tuendelee kuheshimu utafiti, tuongeze jitihada katika masuala ya utafiti, na tunaona mabadiliko ya hizi product za mazao mbalimbali baada ya kuwa utafiti umefanyika na umefuatiliwa. Na leo nimeona pia hospitali ya rufaa ya wanyama matokeo ya utafiti. Kwa hiyo nadhani tuendelee kuwekeza kwenye masuala ya utafiti. Mimi nimemfurahia sana yule kijana ambaye ameweza kuonesha utajiri ulipo. Ng'ombe takriban 200, anauza 1,20,000,000. Haraka hesabu hiyo tumetoka kuiona. Serikali itaendelea kutengeneza miundombinu. Tumeona matumizi ya gesi pale ambayo yanarahisisha shughuli ya uzalishaji. Maeneo mengine serikali itaendelea kuboresha sera zake ili kuweza kuhakikisha gharama za uzalishaji zinaendelea kushuka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tumejipanga vizuri. Mhakikishie Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Rais wa Zanzibar na pamoja na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, yoyote ambaye atataka kuja kuona dira imetekelezwa namna gani, haje katika kanda hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tulianza zamani, hatukusubiri kuambiwa. Tulijipanga, tunaenda kutekeleza dira. Tunajua kilimo karibu 70% ya wananchi wetu inategemea kilimo, na kanda hii ukiangalia population yake ni kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna mazao yale ya traditional, lakini tuna mazao ambayo hayakuwahi kuwa ya asili katika kanda hii, lakini yanaenda vizuri na tumejipanga vizuri. Ufugaji, agro business, uvuvi, aquaculture, yote tumejipanga vizuri sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakika umeona mafanikio makubwa ya kanda yetu, na hii ulioona hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakusudia na ndio malengo ya muda mrefu kuyapeleka iwe tafsiri kwenye halmashauri zetu, na matarajio yetu ni kwamba utakapofanya ziara hizi za kwako zinazoendelea katika mikoa yetu, tafsiri hii ya mapinduzi ya kilimo ambayo ndio sera ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuondolea umaskini wa Tanzania walio wengi utaikuta na huko utakapokwenda. Kwa maana ya kwamba umekwenda banda la Lushoto, ukitoka hapa ukasema utaenda Lushoto, haya uliyoyaona hapa kwa uwakilishi wa Lushoto tunatarajia uyaone na huko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi umeona pale wamezungumzia kilimo mbadala kwa maana ya sustainable agriculture alternative. Kwa hawa watu ambao tumekusudia sisi wananchi wetu, baada ya kusema nimelima mahindi, babu kalima mahindi, baba kalima mahindi na mimi nimerithi mahindi, tumeleta sana kilimo mbadala kwa kauli mbiu ya mwaka huu ya kuangalia tija na soko. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi bado tunajivunia kanda yetu ya Mashariki ya kwamba ndio kanda dira kwa mapinduzi ya kilimo hivi tunavyoelekea 2050. Sababu ya kubuni kitu hiki kwa ajili ya shida, kupata shida na gharama kubwa kutumia petroli. Niliposikia kwenye matangazo ya radio na nilipoona kwenye matangazo ya TV kwamba magari sasa hivi yanatumia petroli, yanatumia gesi badala ya petroli, nikajiuliza kama mlipuko unatumika wa petroli, kwa nini mlipuko wa gesi usiwezi kufanya hivyo? Ndio nikaanza utafiti wa kuweza kutumia gesi kwenye pampu za maji, nikafanikiwa. Kwa bahati nzuri hizo carburetor zinafiti kwenye magari na zinafiti kwenye pampu. Hiyo imenirahisishia kufanya kazi zangu, kwa sababu ukitumia petroli kwa eka moja ya mahindi kutoka kupanda mpaka kuvuna unatumia lita 71 za petroli, sawa sawa na 3. Lakini ukitumia gesi
gesi tunatumia mitungi miwili shilingi 60,000 kwa kule kwetu.